Kati ya mambo ambayo kocha Steve Barker na wachezaji wake wa wekundu wa Msimbazi Simba watapaswa kuyakumbuka wakienda kuzicheza mechi 3 za kukamilisha mechi 6 za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ni pamoja na ukweli kwamba Simba mnyama kwa performance yao, kwa kiwango chao mpaka sasa kwenye hatua ya makundi wakiwa mkiani baada ya kucheza mechi 3 kupoteza zote, inawafanya waporomoke katika viwango vya ubora. Kupoteza mechi 3 mfululizo, manake Simba hivi sasa kwenye kundi lao la D iko mkiani, haina pointi, imefunga bao moja, imeruhusu mabao 4. Jambo hilo linawafanya kama wataendelea kubaki katika nafasi hiyo, huku timu nyingine 2 za kusonga mbele kwa hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya mechi 6 kukamilika zikiwa ni mbali na wekundu wa Msimbazi Simba, maana yake Simba itakuwa imeporomoka kutoka katika nafasi iliyopo sasa miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika kwa viwango vya CAF. Na sio hilo tu, lakini lingine ni kwamba kama watani zao wa jadi Yanga, wao wataendelea kubaki katika nafasi waliopo sasa, nafasi ya pili kwenye kundi lao la B, au kuwa ya kwanza na kufuzu kwa hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, maana yake Simba sio tu kwamba wao watakuwa wameporomoka, bali pia watani zao wa jadi Yanga kwa mara ya kwanza baada ya misimu kadhaa hivi karibuni kupita, wao watakuwa chini ya Yanga kwa viwango vya ubora vya CAF, na hilo litakuwa pigo kubwa sio tu kwa wao wachezaji na benchi la ufundi, bali hasa kwa mashabiki wao, wanachama wao, wapenzi ambao kwa miaka hivi karibuni wamekuwa wakiwatambia wenzao wa Yanga kwamba wafanye kila wanaloweza, lakini kimataifa wao ndio kila kitu, wao ndio wazee wa hizi kazi. Kwa michuano ya CAF wamekuwa wakifanya vizuri kulinganisha na Yanga. Sasa sifa hizo, ubabe huo kwa watani zao jadi Yanga utafikia ukomo endapo tu kutakuwa na mambo mawili. Kwanza, Simba wabaki kung'ang'ania katika nafasi ya mkiani kwenye kundi lao la D mpaka baada ya kukamilika kwa mechi 6 za hatua ya makundi, lakini pili, watani zao wa jadi Yanga na wao wang'ang'anie kuwamo miongoni mwa timu 2 za juu kwenye kundi lao la B, jambo ambalo litawafanya waende katika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, na hapo ndipo Yanga watakuwa juu ya Simba. Ikumbukwe tangu msimu wa 2018-19 Simba inaposhiriki michuano ya klabu ya CAF imekuwa ikifanya vizuri sana, kwamba break yake huwa ni robo finali. Ukiondoa msimu wa 2019-2020 pale ilipotolewa katika hatua za awali isivyotarajiwa na UD Songo ya Msumbiji, katika misimu mingine yote kuanzia 2018-2019 Simba inaposhiriki michuano ya klabu ya CAF huwa break ya kwanza ni robo finali. Katika ligi ya mabingwa mara zote wamekuwa kiishia robo finali ukiondoa msimu huo wa 2019-2020. Lakini kwenye kombe la shirikisho msimu wa 2021-2022 Simba walifikia hatua ya robo finali pale walipotolewa na Orlando Pirates ya Afrika Kusini. Lakini msimu uliopita 2024-2025 Simba walienda mbali zaidi, wakafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika wakicheza dhidi ya RS Berkane na kukosa ubingwa baada ya RS Berkane kupata matokeo ya jumla ya ushindi wa mabao 3-1. Lakini kwa ligi ya mabingwa mara zote ukiondoa msimu ambao nimeshautaja Simba huishia robo finali. Matarajio yalikuwa katika msimu huu waende mbali zaidi, kwamba sio tu robo finali bali sasa waende nusu finali, finali na ikibidi ubingwa, jambo ambalo kwa sasa lina changamoto. Lazima wafanye kazi ya ziada kubwa, ni kuhakikisha wanashinda mechi zao 3 zote zilizosalia kukamilisha mechi 6 za hatua ya makundi ili wapate pointi 9, lakini wakati huo wakitegemea matokeo ya kuwapa wao nafuu ya kufuzu ya mechi nyingine kwenye kundi lao. Simba wana mechi dhidi ya Esperance de Tunis itakayochezwa nchini. Simba wana mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola itakayochezwa kule Angola. Wana mechi dhidi ya Stade Malien, vinara katika kundi lao mpaka sasa ya Mali, mechi ambayo itachezwa nchini. Yenyewe iko vipi? Ni kwamba kwenye msimu wa 2025-2026 wakati tukiingia top 10 klabu 10 bora kwa viwango vya ubora wa soka barani Afrika kwa mujibu wa CAF zilikuwa ni namba 1 ni Al Ahli ya Misri ambayo yenyewe ilikuwa na pointi 51. Na kwa kawaida, kwa kukumbushana tu, CAF huangalia performance, ufanisi wa klabu ndani ya misimu 5, na ili timu ingie katika orodha ya klabu bora lazima ingie hatua ya makundi walau mara moja ndani ya misimu hiyo 5 kwenye ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho, ambapo kwenye ligi ya mabingwa anayemaliza mkiani kwenye kundi anapata pointi 1,
anayemaliza nafasi ya pili kutoka mkiani anapata pointi 2. Anayemaliza top 2 katika makundi, yani nafasi ya kwanza na ya pili, wale wawili wanaomaliza kileleni, ya kwanza na ya pili kwenye makundi, wanafuzu kwa hatua ya robo fainali. Lakini wanaokwenda, ambapo wakiingia robo fainali wanapata pointi 3, wanaokwenda nusu fainali katika ligi ya mabingwa pointi 4, fainali pointi 5, bingwa pointi 6. Na pointi hizi zinazidishwa kwa coefficient number ambayo kwa msimu husika ni mara 5, kwa msimu nyuma yake mara 4, wa nyuma yake mara 3, wa nyuma yake mara 2, wa mwisho kabisa wa 5 kutoka katika msimu huu unazidisha mara 1, ambao ni msimu 2021 2022. Hapa nakumbushia tu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, natambua kwamba wengi wenu mnafahamu utaratibu. Kwenye kombe la shirikisho, anayemaliza mkiani anapata pointi nusu, wa pili kutoka mkiani pointi 1, timu mbili za juu zinapata pointi 2 ambazo ni robo fainali zinakwenda, za nusu fainali zinapata pointi 3, fainali pointi 4, bingwa pointi 5. Hizo pointi kama ilivyo kwenye ligi ya mabingwa, kama ni za msimu huu unazidisha mara 5, kama walifikia hatua hiyo msimu uliopita mara 4, wajumake mara 3, mara 2 mpaka mara 1. Al Ahly waliingia na pointi 51, ndio ikawa namba 1 kwa ubora barani Afrika. Namba 2 ilikuwa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ikiwa na pointi 43. Namba 3 ni Esperance de Tunis ya Tunisia, yenyewe ilikuwa ya 3 kwa viwango vya ubora ikiwa na pointi 38. Halafu ya 4 ilikuwa ni RS Berkane ambao wao ni wa Morocco, mabingwa wa kombe la shirikisho msimu uliopita 24-25, walikuwa wanashika nafasi hii ya 4 RS Berkane wakiwa na pointi 37. Halafu ya 5 ni Pyramids, mabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, wao waliuingia msimu huu wakiuanza wakiwa na pointi 33. Pointi hizi za Pyramids zilikuwa na sawa na wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao walikuwa wanashika nafasi ya 6, Simba wakiwa na pointi 33 kama Pyramids, lakini Simba wakizidiwa nafasi na Pyramids kutokana na taratibu za CAF kwamba mkilingana point miongoni mwa timu kwenye orodha viwango vya ubora, yule alikusanya pointi nyingi zaidi hivi karibuni ndio anakuwa juu ya mwenzake. Sasa Pyramids walitoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 24-25, lakini Simba walifika fainali ya kombe la shirikisho msimu wa 2024-25. Kwa hiyo Pyramids walikusanya pointi nyingi zaidi kuliko Simba, ndio maana Pyramids walikuwa wanaingia msimu wakiwa nafasi ya 5, Simba nafasi ya 6, ingawa zote zina pointi 33. Ya 7 ni Zamalek ya Misri ambayo yenyewe iliuingia msimu huu ikiwa na alama 29. Ya 8 ni USM Alger ya kule nchini Algeria, iliingia msimu huu ikiwa na pointi 27. Alafu ya 9 ni Yanga ya Tanzania, ilianza msimu ikiwa na pointi 25, wakati ya 10 inayokamilisha top 10 ilikuwa ni Al Hilal Omdurman ya Sudan ambayo yenyewe ilianza msimu ikiwa na pointi 24. Sasa zote hizi zipo katika hatua ya makundi mpaka sasa ya michuano ya CAF. 8 zipo ligi ya mabingwa, kati ya hizi 10, 2 zipo kombe la shirikisho ambazo ni USM Alger na Zamalek. Al Ahly ya Misri kwenye kundi lao la B mpaka sasa imo miongoni mwa timu 2 za juu, inaongoza ikifuatiwa na Yanga. Kwa sababu hiyo, kama baada ya mechi hizi 3 kuchezwa, hizo 3 nyingine Al Ahly ikapambana na kuwa miongoni mwa timu 2 za juu, maana yake itafuzu kwa hatua robo finali. Ikifuzu robo finali itapata pointi 3, bana ni ligi ya mabingwa, 3 mara 5 na kwa 15 unaongeza na 51 ilizoingia nazo, mwisho wa siku inakuwa na pointi 66. Msisitizo, hii ni kwa mujibu wa viwango vinavyoendelea sasa kuzingatia na msimamo kwenye makundi yote 4. Nani walioko juu, ambapo kama msimamo utadumishwa mpaka mwisho, hizo zilizokuwa juu manake zinakwenda robo finali. Mamelodi Sundowns kama itadumisha nafasi iliyopo sasa, nayo itaongeza point kwa sababu wapo katika kundi C na Al Hilal Omdurman. Mamelodi wanaongoza, Al Hilal Omdurman ni ya pili. Kuongoza kwao katika ligi ya mabingwa manake wao mpaka sasa sifa walionayo ni kwenda robo finali, wao na Al Hilal Omdurman kupitia kundi lao. Hii ni kwa mujibu wa viwango vinavyoendelea sasa. Ni wengine wanapenda kuita live score, maana ni kwamba hitimisho bado. Viwango rasmi ni baada ya kujua nani waliofuzu hatua robo finali, nani waliochemsha, na hilo litatimia baada ya mechi 6 kukamilika. Tunazungumzia baada ya mechi 3 kuchezwa ili iwe hamasa pia kwa Simba
kutambua kwamba wakizubaa watapoteza nafasi yao ya kuwa miongoni mwa timu 6 za juu kwa viwango vya ubora wakati wa msimu ukianza, lakini pia wakijua kwamba kwa mara ya kwanza baada ya misimu kadhaa hivi karibuni watapitwa na watani zao wa jadi Yanga. Lakini ni hamasa pia kwa Yanga kutambua kwamba jitihada wanazofanya kuendelea kuwa miongoni mwa timu 2 za juu mpaka sasa kwenye msimamo zinaweza kuwalipa zaidi kwa kuwafanya kwanza waende robo finali, miongoni mwa faida nyingi; pili, kuwa na uwezekano wa kuwapita kwenye viwango vya ubora watani zao wa jadi Simba. Maelezo yote haya lengo lake ni kuhamasisha mabenchi ya ufundi Simba, Yanga kuhakikisha wanapata matokeo mazuri na kuwa miongoni mwa timu zinazosonga mbele, ndio kwenda robo finali, nusu finali, finali na ikibidi ubingwa. Tunawakumbusha tu, maana wenyewe pia wanatambua hilo. Kwa lugha nyingine, Mamelodi nao wataongeza pointi 15 kwa sababu wamo miongoni mwa timu 2 za juu kwenye kundi lao. Ukiongeza pointi 15 maana yake inakuwa na pointi 58. Halafu ya tatu Esperance de Tunis, hawa wapo katika kundi D, kundi ambalo wapo Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwenye kundi lao wanaongoza Stade Malien, Esperance inashika nafasi ya pili. Maana yake Esperance inaongeza nayo kwa sasa pointi 15 kwa sababu imo miongoni mwa zile ambazo zina sifa robo finali baada ya mechi 3. Kwa hiyo na wao wakiongeza hapa watakuwa na pointi 53. Hawa ni Esperance de Tunis. RS Berkane wao kwenye kundi lao, RS Berkane wako kwenye kundi A. Wao ndo wanaongoza katika kundi hilo wakifuatiwa na Pyramids ya Misri. Kwa sababu hiyo wana sifa ya kuwa katika nafasi zile 2 za kwenda robo finali. Ni ligi ya mabingwa na hivyo nao unaongeza pointi 15 kwa maana ni pointi 3 mara 5 15 kama tulivyoelezea kwa Al Ahly. Kwa hiyo ukiongeza hapa itakuwa ni pointi 52. Lakini ya 5 ni Pyramids. Pyramids kama kutoka kueleza kwenye kundi la A, wao miongoni mwa timu 2 za juu, wanaongoza Berkane wanafuatia wao. Kwa hiyo na wao kwa sasa sifa walionayo ni kuongeza pointi 15 endapo atadumisha nafasi hii kwa miongoni mwa timu 2 za juu kwenda robo finali. Ukiongeza hapa pointi 15 tunazungumzia pointi 48. Lakini Simba mnyama wao kwa bahati mbaya kundi lao la D kama nilivyotoka kueleza, mechi 3 wamepigwa zote, wako mkiani, wamefunga goli 1, wameruhusu mabao 4. Ukiwa mkiani unapata pointi 1 mara 5 ni pointi 5. Kwa hiyo ukiongeza na 5 hapa manake Simba hivi sasa wana pointi 38. Lakini ya 7 ni Zamalek ambayo inashiriki kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho ukiwa miongoni mwa timu zinazofuzu katika hatua robo finali, tumeshaeleza pointi 2 mara 5 ni 10. Hivi sasa Zamalek ambao wapo katika kundi la D wanashika nafasi ya pili. Nafasi ya pili maana yake ni miongoni mwa timu zinazoweza kufuzu robo finali endapo atadumisha nafasi hiyo ama kuwa juu yake nafasi ya kwanza. Kwa hiyo wana pointi 2 mara 5 10. Kwa hiyo unaongeza 10. Hivi sasa Zamalek wana pointi 39. Lakini USM Alger na wao ndio wanaongoza katika kundi A kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa sababu hiyo na wao unaongeza pointi 10. Maana ni kombe la shirikisho sio ligi ya mabingwa. Kwa hiyo wana pointi 37. Iliyokuwa ya 9 Yanga hivi sasa ni miongoni mwa timu 2 za juu kwenye kundi la B, wanaongoza Al Ahly, wao wanashika nafasi ya pili. Wakidumisha nafasi hii ya pili au wakapanda wakawa ya kwanza, wanakwenda robo finali. Kwa kuwa ni ligi ya mabingwa watapata pointi 3 mara 5 15, unaongeza hapa 15. Hivi sasa Yanga wana pointi 40. Itategemea wakidumu katika nafasi hii ndio pointi zao pindi wakiishia robo finali. Wakiendelea zaidi wataongeza pointi. Wasipofanikiwa kuwa miongoni mwa timu zinazofuzu robo finali kutoka kwenye kundi lao kwa kuwa miongoni mwa timu 2 za juu, maana yake hizi pointi hazitakuwepo. Lakini Al Hilal Omdurman wao ni miongoni mwa timu zinazoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Wao mpaka sasa kwenye kundi lao la C wanashika nafasi ya pili wakiwa na Mamelodi. Maana yake ni kwamba na wao wana sifa kwenda robo finali kwa mechi 3 walizocheza. Itategemea mechi 3 watamaliza vipi ili kudumisha nafasi yao. Ikiwa kama ilivyo sasa, maana yake watapata pointi 15. Ukiongeza hapa Al Hilal Omdurman watakuwa na pointi 39. Sasa kama mwenendo huu ndo utabaki hivi hivi mpaka mwisho baada ya mechi 6 kukamilika, kwamba zile za juu ziendelee kuwa za juu, za chini zibaki kuwa za chini kwenye nafasi zao, maana yake kwa mwenendo wa sasa Al Ahly bado wao ni namba 1 kwa ubora kwa sababu wana pointi nyingi kuliko timu nyingine zote miongoni mwa hizi top 10 kwa pointi 66. Inayofuatia bado ni Mamelodi ambayo yenyewe ina pointi 58, lakini inayofuatia ni Esperance de Tunis ina pointi 53, inayofuata ni RS Berkane
kama zilivyojipanga hapa, kwa sababu yenyewe ina pointi 52. Halafu Pyramids inafuatia kwa kuwa na pointi 48, inakuwa nafasi ya 5 mpaka sasa kwa viwango vinavyoendelea. Lakini Simba Mnyama pointi zake 38 hazihakikishii kuwa nafasi ya 6, kwa sababu zilizo chini yake zipo zenye pointi nyingi zaidi. Ukitoka Pyramids, inayofuatia nafasi ya 6 hapa ni Yanga ambayo ina pointi 40. Ya 7 itakuwa ni kuna Al Hilal Omdurman na 39, kuna Zamalek zina pointi 39. Lakini kanuni ile ile, pointi zikilingana anaangaliwa nani amekusanya pointi nyingi zaidi karibuni. Al Hilal Omdurman wanashiriki ligi ya mabingwa, pointi za karibuni nyingi zinakuwa 15 kulinganisha na Zamalek inayoshiriki kombe la shirikisho, pointi za karibuni 10. Kwa hiyo Al Hilal Omdurman ndio yenye sifa ya kuwa timu ya 7, halafu ya 8 inakuwa Zamalek sasa yenye pointi 39. Kwa hiyo Simba inakuwa nafasi ya 9 ikiwa na pointi 38, wakati USM Alger sasa ndio inayokuwa nafasi ya 10 ikiwa na pointi 37. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.